Kumbe kama wewe hauna imani yule demu ni mwanga, basi huyu Mashavu na wewe mpumbavu wote ni wachawi. Tena wanga. Wewe kaa kimya. Wewe mpumbavu ni sawa tunachukua kwa nategemea. Wewe bro, usinikolomee wewe. Usinikolomee wewe. Mimi nataka. Mwache. Mimi ameshaenda mtu anafanya wewe. Wewe sasa ndio kitu. Wewe puzi nini wewe? Huyu ex wangu mpumbavu kupita maelezo. Mimi shoga yake amekuja kuniambia pale kwamba ataenda kwa mganga na atanifanya mimi yaani serikali yangu sifanye kazi yoyote ile. Sasa siwezi kukaa hapa nikasubiria serikali iendelee kuharibika. Mimi nikimwacha yule mpuzi kule na enjoy na maisha yake. Sio tafadhali. Nipatie dakika 10 tu. Mamangu mzazi. Yaani sitamwacha hata mtu mmoja kwenye familia yao. Hata mmoja. Yaani nitafanya kila liwezekanalo nimalize kila kitu, kila mtu kwenye ile familia. Naomba unisubirie nakuja. Nikija. Yaani unataka kuniambia ambaye amesababisha yote anisania? Ni yule mpuzi na hajui hata ngozi, kipande cha ngozi kilipotupwa. Hajui kiko wapi. Yaani hajui hata kilitupwa wapi, afanya nishamba kimeo. Baby hebu angalia hamna shughuli yoyote, mimi nafanya nini sasa? Maana mwanaume ni nini? Mwanaume ni nini kama nitaendelea kuwa hivi? Baby ananitoa utu wangu, anataka nini? Mimi naonaje sasa? Yaani itanichukulia kwamba Simon ni mwanaume namna gani kwamba baby tafadhali naomba tu nipe dakika 10 mimi narudi alafu nitakuonesha. Sikiliza nikwambie. Wewe si nimekwambia kabisa sitaki mazoea na wale. Umeona sasa kinachotokea? Umeona kinachotokea? Baby no. Hapana, hawezi kwenda peke yako. Kama unaenda tunaondoka hapa wote tunaenda huko. No, mimi siwezi kuongozana na wewe baby. Nisubiri maana siwezi kuongozana kwa sababu nikiongozana na wewe kuna mambo siwezi kuyafanya mimi mbele yako. So tafadhali, naomba unipe dakika 10 tu. Ningekuwa nimesharudi labda uende ungeniruhusu niondoke muda mrefu tu hapa. So nisubiri, mimi niende wewe baki hapa nyumbani. Sawa? Eti nini? Yaani unataka mimi nikuache uende huko? Maana yake ukipona uanze kujaribia huko, si ndio? Na tena basi bora angekuwa mtu mwingine, ni ex wako. Hapana, tunaondoka wote. Hivi Sania, mbona udada wako Wada hana aibu hata kidogo? Aliyomuingiza chumbani si ni baba mkuu wangu mimi? Sasa usiku wote wanafanya nini jamani? Mbona hana haya? Yaani wewe Kenti bwana mambo yako. Kwa ina maana avyokuambia ulikopo uamini au? Yaani yule sio baba mkuu wako tu. Na Walda pia ni mama mkuu wako mdogo. Nini? Alafu kitu kingine. Yaani naona mpaka aibu kumwangalia huyu mzee usoni. Alafu usikaoa huyu. Yaani analala hapa, alafu asubuhi anaenda kusema nini kwa mke wake? Mimi hayo mambo hayanihusu kabisa na wala usinihusishe. Yaani hayanihusu, nimeongea wewe mpaka nimechoka. Kwa sasa hivi sitaki kuhusishwa na hayo mambo. Na nikwambie tu sasa hivi maana nakuona wewe na Dawalda ni hivi mabiefu kila kitu. Yeye na wewe. Sasa jichanganye ukiolewa, endelea kumweka hivyo karibu. Atamchukua mpaka wewe mmeo. Maana ndo zake, mwenzako hanaga mwanaume wake yule. Ni wameza watu hivi hivi. Sasa nengeneka we, hakuchukulia na mmeo. Ubaki Yule dada kusema kweli hana aibu. Yaani hivi unajua sijategemea kabisa. Ndio nalijua leo. Pole. Yaani hata aibu hana dada yako. Hapana. Aibu ione wewe. Na ndo alompangia kwenye ile kasili hapa. Sania. Usitaki kujua upande wangu wa pili. Upande upi wa pili ukopo nao? Kwa hiyo wewe Sibo, kwa yote ulionifanyia, ulijua nitakufa Sasa hivi umesikia niko hai, unaanza kumleta mpaka kikaragosi wako hapa. Binti koma, nani karagosi? Baby, hebu niachie mimi. Wewe nisikize nikwambie. Kilichonileta hapa mimi ni kitu kimoja tu. Nataka kupata jawabu moja tu. Kwamba unairudisha
ama hautairudisha. Nini? Okay. So unajifanya hujui, sio? Jogo wangu. Alafu usijifanye hujui kitu chochote kile Sania. Nimekuuliza unarudisha ama urudishi? Yaani nimetoka huko safari zangu nimekuja hapa kwa ajili yako kukuuliza kitu kimoja. So usitake ukunilazimisha nikafika pointi ya mwisho kwenye maisha yangu. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Sania, utairudisha ama hautuirudisha? Kwa raha zako. Umeshatoka kutumika kwa kaka yangu, alafu unajinyatisha. Sasa unamnyatia nani? Si utembee tu. Asokujua humu ndani kwa upumbavu nani? Shh. Umenisahau we? Yaani nimekufumania alafu unanikolomea? Alafu una kesi yangu. Alokutuma nani? Mimi naongea na mama yangu, we unakaa unatusikiliza. Alafu unatoka unaenda kuongea na kakakai. Kwa hiyo wewe siku hizi ni mkali wa kujamulia mambo, si ndio? Hata wewe pia ukipenda kujamulia mambo unaweza kujamulia. Asa utokana nani? Mbona unapenda kujirahisisha msichana? Mama amekutongozea mtoto kaka yake umemkubali. Kakakai unamtaka. Binamu yangu unampenda. Mbona unajidhalilisha wewe? Mwanamke unatoka ukazi hata kidogo. Hayo hayakuhusu. Na ingekuwa vizuri sana hayo maswali ungeenda kuwauliza ndugu zako. Ni kitu gani wanachonipendea mimi? Lakini pia asante kwa ushauri wako. Na naahidi nitabadilika. Kwa hiyo huyo mganga wako amekwambia ili uweze kuniroga mimi unipe huo mkono wako, si ndio? Oh, hapana Pinky. Hii ni moja ya ishara tu ya kukuaminisha kuwa nimekubali ushauri wako. Ukisubutu kumuita mama yako hapa, nitakacho kufanya. Unaniumiza Zawadi, niachie. Yaani huyu mwanamke amekomaa. Yaani kama mwanaume, sio anakuloga zege. Huyu mtoto mchawi. Yaani huyu mtoto ni mchawi sijapata kuona kwenye maisha yangu. Utofauti wako wewe na mchawi ambaye anapaa na ungo ni mdogo sana. Kwamba unapaa vilemba wakati kulala wenzako wanapaa tu bila mavilemba. Oya wewe, sitarudia tena kwa mara ya mwisho. Jamani wewe kaka wewe, subiri kwanza. Kwani wewe muda wote tunachongangania utarudisha urudishi? Kwani nyinyi mnadai nini hapo? Wewe kakime bwana, uelewe kitu chochote. Wewe mpumbavu, ni utarudisha ama utarudisha? Ni utarudisha ama utarudisha mjinga wewe, kwa sababu unapoelekea ni sehemu mbaya. Yaani nipo katika pointi mbaya sana maisha yangu. No baby, hao wapumbavu wameshazoea. Oya mimi nitakupiga muda si mrefu. Unapompiga muda huo mimi niko wapi? Kakime toa mashefu yako peleka kule pembeni. Wewe mpumbavu, unarudisha ama utarudisha? Wewe arudishe nini bwana, mtokeni bwana. Sania. Oya Sania. Hebu niache. Wewe mpumbavu wewe. Wewe nisikize nikwambie. Huyu mjinga anachukuaje mali za watu? Mbona bibi akaita nyumbani kwa watu usiku nini afu unaonea watoto wa kike na kwaje sasa? Oya bro, yani katika mazingira yao ndio ungekuwa upande wangu 100%. 100% ungekuwa upande wangu mimi kwa sababu udemu mwanga. Mimi nakuhakikishia udemu ni mwanga kinoo. Oya mimi nipo katika mazingira na mwanamke wangu. Yani nipo katika mazingira na mwanamke wangu. Fresh yani kabisa na mtoto. Oya baby no, let me finish. Kabisa ni katika mazingira yetu afu cha ajabu hakuna shughuli yote naweza kufanya. Yani hamna shughuli yoyote ile naweza kufanya. Afu ananiambia udemu sio mwanga. Udemu mwanga na wewe mpumbavu ni mwanga na utarudisha kwa gharama yoyote ile.
Mjinga nini wewe? Sibo. Yaani mimi nikuloge wewe, nikuloge kwa kipi labda? Nataka nini kwako? Wakati unaloga unategemea nini sasa? Wakati unaloga unategemea nini? Taratibu basi hizi. Usiku unamfaidisha nani sasa? Hebu ongea kiume sasa, mali chapotea hapo, nafanyaje? Niambie utulie sasa. Mwili mkubwa wewe, vipi afujielewe wewe? Niambie na shida inakuwa wapi sasa? Wewe unapomwona mtoto mzuri kama, hebu angalia kwa mtoto anavong'aa vizuri, watoto wazuri kama kwenye akili zako wanaanza kwa wachawi. Yaani mimi sita unakwambia kabisa kwamba wachawi, inawezekana vipi? Na unapenda kuamini ujinga wewe. Kumbe kama wewe hauna imani yule demu ni mwanga, basi huyu mashavu na wewe mpumbavu wote ni wachawi. Tena wanga. Wewe kaa kimya. Wewe mpumbavu ni zako unachukua unategemea. Wewe hilo. Usinikolomee wewe. Usinikolomee wewe. Mimi Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu. Baba Kai jamani, pokea simu basi. Haipatikani lakini. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Hebu ona tena jamani, hapatikani. Hivi kwa nini lakini Baba Kai unanifanyia hivi? Mimi jamani nitakuwa chizi jamani. Umepata ajali, umepata shida gani? Mimi hata sijui. Mbona hata simu hata ingekuwa inapatikana jamani. Mimi nafanyaje sasa? Mbona nachanganyikiwa jamani, mimi hata sielewi jamani. Sio hata nafanyaje jamani, mimi hata sielewi jamani. Mimi mbona navurugwa mwenzenu? Hebu nimpigie Kai kwanza. Ila naona kama nitamsumbua. Tafanyaje jamani mume wangu? Mimi hata sielewi jamani. Sibo. Yaani Sibo mimi wakunifanyia kitu kama hichi kweli Kendi? Hivi mambo mangapi ambayo mimi nimemfanyia? Mambo mangapi ambayo nimemtendea mazuri? Alafu leo hii anadiriki kutoka huko alipotoka na mwanamke wake kuja nyumbani kwetu tena kunitukana. Na hajaisha tu kunitukana, ananiita mimi mchawi. Mimi mchawi Kendi. Imeniuma sana. Sikia rafiki yangu nikwambie. Yaani wewe una hata haja ya kulia. Kwanza hujafanya kweli, wewe sio mchawi. Hasa machozi yao yote yanakutoka ya nini? Eti kaka. Nisikilize sister. Wewe utakikulalamika wala nini? Kikubwa angalia tu wanaume ambao unaweza kutembea nao. Sio kila mwanaume kutembea naye. Wale wengine washapagawa na maisha wale, Usiwaone tu vile, Hebu angalia wewe mtu classic, una maisha zako, watu wanakutana hivi, afu maisha yako safi tu. Inakuwaje kwaje yani? Yaani nyinyi hamjui tu. Lakini mngekuwa mnanielewa kitu ambacho napitia hapa. Lakini sawa. Wewe usende kujiua huko jamani. Sister, huyu ashapagawa, huyu mapenzi yashamlevya. Umeelewa vizuri? Yaani mapenzi yashamlevya kabisa. Kikubwa ikawa naye chini, ongea naye. Sio kila mwanaume akutembea naye, Wewe unamuona mtu mwenyewe yule kaona tu kidali, sio mtu mrefu nini kapanda hewana na mtu kutembea naye sasa. Wale wengine washapagawa na maisha wale. Hana lolote, Mtu mwenye mamalio tu wale. Analagana kumhudumia mtu kama yule. Ndio maana anapata stress. Pena jampa 50,000, 20,000 jitu zima linapagawa pagawa. Wewe unalogwa vipi rafiki yangu? Nisikilize. Hilo hajanileta hapa. Kilichonileta nimekuja kuonana na madam. Kwa hiyo ikiwezekana hapa kamuite mimi niongee naye na jambo la msingi sana. Natoka hili nafuata hili. Sikia nikwambie, madam ipo ndani amelala na mtu wake. Hawezi kabisa kutoka. Na ndio maana hata hii kelele hapa yote umemwona amejichimbia huko ndani. Yaani hataki kusumbuliwa. Wewe mimi ninachokuomba tu hapa, wewe nenda utawasiliana naye kwenye simu. Dada, wenda kamuite basi. Kaambia kuna mgeni wako muhimu sana na bonge la dili, hata wewe umsikilize, Mimi tangu nimekuja usiku hapa, mpaka nimekuja saizi usiku hapa, nimekuja kwa sababu na bonge la dili. Wewe nenda kamuite basi chapu. Sasa usichokielewa hapa ni kitu gani? Nimekwambia hawezi kuamka. Wewe ugomvi wote hujamwona pua yake hapa kugusa. Sikia nikwambie wewe nenda, au kama uwezi niambie mimi hapa nitamfikishia. Sikiliza wewe, madai mengine hakufai wewe, tulia wewe. Sikiliza sasa. Akitoka mwambie kwamba mimi kuna mgeni wako alikuja hapa. Kama ikiwezekana nipigie simu lake iwezekanavyo. Umeelewa vizuri?
Wewe unaitwa nani? Ina maana mimi unijui siku zote hizo unaitwa nani au? Mimi naitwa Jordan, wewe vipi maswali unaniuliza wewe? Hebu niache, usinishike. Yaani usinishike kabisa sasa hivi. Babe, naomba ukae. Sasa Sapna niache na kuheshimu, tafadhali. Babe, naomba kaa basi tuongee. Kae kufanya nini Sapna? Tukae kufanya nini? Hebu niache bwana. Nini niache kabisa sasa. Sibo. Sasa ndo nini kile? Ulitaka kufanya nini pale nyumbani kwetu? Na kwa nini ukafanya fujo nyumbani kwetu? Sapna, kaa kimya. Yaani usithubutu tena kuinua kinywa chako kuzungumza hizi kauli tena kwa mara nyingine. Hujui upande wangu wa pili Sapna. Yaani hujui hata chembe. Kilichokutoa hapa ndani kwenda kule ilikuwa ni kitu gani? Si nilikuzuia wewe? Si nilikwambia baki nyumbani mimi nitaenda mwenyewe? Kilichokufanya unifuata kunizuia kufanya nachotaka ukifanya kilikuwa ni kitu gani? Sapna, unajua athari hivi vitu wewe? Unajua? Sapna, mimi ndo mwanaume. Mimi ndo naweza kuamua aidha utoke au ubaki. Sapna, huyu ndo mwanaume wewe. Huyu ndo ili mwanaume akamiliki anahitaji vitu vingi katika mwili wake. Hichi kimoja wapo na ndo cha msingi. Sapna, hakipo alafu unaniambia nitulie. Calm down what? Babe nini Sapna? Babe nini bwana, unataka kunichanganya? Wewe unajua athari zake hizi? Unajua athari zake Sapna? Tena siku nyingine usije ukathubutu kuinua kinywa chako kwa namna yoyote ile. Sapna, hii ndio serikali yangu na ndio naitegemea kwa kila kitu. Hutakiwi kunizuia napotaka kufanya maamuzi ya kiume. So please don't ever try again, please. Basi calm down. Nisamee mimi basi. Mimi unanichanganya bwana, unaweza kuniambia nikusamee kitu ambacho umekifanya kwa makusudi. Hii ndio serikali. Sapna, huyu ndio mwanaume. Yaani mwanaume lazima ukamilike kupitia hivi pia. Sasa leo vipi alafu unaniambia ni calm down? What calm down are you talking about? Sawa, baby. Naomba unisikilize. Kila kitu kitakuwa sawa. Mimi naamini hii ni hali ya kawaida tu. Kila kitu kitakuwa sawa. Afu pia punguza hasira kwa sababu si unajua nitaka kuondoka nawe kwa sababu nilihisi ukienda kule kuna kitu chochote ambacho kitatokea kwa sababu ile ni ex wako. Naomba nisamee. Nilipoenga sikujua. If my heart was ready. Twende tukalale basi. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zili hivi Sibo. Kondo tuseme ninichukia kiasi hicho kweli? Kweli anadiliki kutoka huko kwake alipotoka. Tena na mwanamke wake. Anakuja kwetu kunitukana. Tena kafika mbali na kuniita mimi mchawi. Mimi mchawi Sania? Halafu mbona mimi sijamfanya kitu chochote? Kwa ina maana sasa hivi ukiongea kitu kitokee kinatokea kweli bila kukifanya, si ndio? Hapana, haiwezekani. Lakini kwa nini kila siku mimi? Nitafanyaje sasa? Kila siku mimi, kila siku matatizo yaishi. Kwa nini Mungu? Haya mimi nafanyaje sasa? Kwa ina maana nimechoka jamani, nimechoka. Na mimi yani kila siku matatizo yangu. Sania, mbona kama umeshaanza kuchanganyikiwa hivi Yaani kweli wewe kuongea peke yako? Alafu kitu kingine, kumbe wewe umegombana na mpenzi wako alafu umenyamaza kimya tu. Sasa ndo nini? Yaani weekend acha tu. Mimi yule mwanaume nishaachana naye na nisha move on. Na nilikuwa nimeshamsahau. Sasa sijui leo kitu gani ambacho kimetokea. Hivi imagine Candy, mwanamume wako analala na mwanamke mwingine kitandani, alafu unalala kwenye kochi. Na nimelala mpaka asubuhi. Kwa mwanaume ni mwanaume ambaye mimi nimesha move on. Simuhitaji tena. Nashangaa leo ameniletea drama hizi. Na sielewi imekuwaje kwa sababu mimi sijamfanya kitu chochote. Tunalalaje sasa? Mimi naanzaje kulala nikiwa katika hali hii Sapna?
Yaani nawezaje kulala nikiwa katika hii hali unaona nayo sasa hivi? Sapna, hamna mwanajeshi yoyote ule duniani, yoyote dunia nzima, ambaye anaweza kulala hali ya kuwa anajua kabisa bunduki yake haifanyi kazi vizuri. Hakuna. Sapna, mimi ni mwanaume, mimi ni mwanajeshi. Yaani mimi ni mwanaume na nimekamilika. Sio rahisi nikaruhusu mwanajeshi alale hali ya kuwa bunduki yake haifanyi kazi vizuri. Sasa mimi nitawezaje? Yaani imagine nitaweza vipi sasa? Yaani nitawezaje kumkabili adui yangu au mpinzani wangu wa upande wa pili endapo tu akijua mimi bunduki yangu haifanyi kazi vizuri? Ndio atakapokuwa anajisikia tu kunishambulia na nishambulia anavyotaka. Hata nishambulia mpaka nichanganyikiwe. Sabna, mimi siko tayari kukupoteza. Mimi sihitaji kukupoteza. Na nilishakuahidi kwamba nitakulinda kwa gharama yoyote. Yaani hata ikibidi maisha yangu mimi mwenyewe ili tunaweza kuwa na wewe. Na nafanya so kwa sababu labda tu na enjoy tu kukaa na wewe na mpango kukucheza nao. Kwa sababu nakupenda sana. Babe, nilikupenda ukiwa mzima na nitakuwa nawe katika hali yoyote. Mimi mwenyewe sihitaji kukupoteza. So babe, calm down. Punguza jazba.